Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu kizuri cha malezi ya watoto, na leo siku ya Jumanne tutakuwa na somo letu jipya. Lakini kabla ya hapo, ninatumaini mmebarikiwa na vipindi vya nyuma ambavyo tumekuwa tukijifunza, na leo tunaendelea na somo jipya ambalo linahusiana zaidi namna ya kumjua mtoto katika hali tabia. Mara nyingi sisi wazazi, walezi au jamii tuna watoto lakini hatuwajui watoto wetu vizuri. Kwa hiyo unaweza kuwa una mtoto wa aina fulani Mungu amekupatia, lakini wewe haumjui, unamlea tofauti na ambavyo Mungu amemuumba. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia hali tabia ambazo ziko 4, lakini zimegawanyika katika makundi mawili. Hali tabia ya kwanza ambayo tutaenda kuiona, ambao Mungu amemwekea mwanadamu, amemweka alivyomuumba, alimwekea hizo hali kwa makusudi kabisa makamilifu, kwa sababu alikuwa anataka, amemuumba hivyo ili aweze kutimiza kusudi la Mungu ambalo ameliweka. Amemwekea huyo mtoto akiwa duniani. Kwa hiyo hizi tabia zipo kwa kila mtoto tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kuwa na watoto 5 au watoto 5, kila mtoto ana hali tabia tofauti, hawalingani. Na hiyo yote ni makusudi kabisa ya Mungu, kwa sababu kila mtoto ana makusudi ya peke yake ambao Mungu amemwekea. Unaweza nikasema ana mission ya peke yake kabisa katika ulimwengu ambao Mungu ametupa. Na changamoto kubwa ambao sisi wazazi tunapitia, au walezi au walimu au jamii kwa ujumla, tuna tabia ya kuwalinganisha watoto. Kwa hiyo hii somo la leo linaanza kutuelekeza namna ambavyo tunaenda kujifunza namna ambavyo si vyema kuwalinganisha watoto, kwa sababu Mungu ameshawaumba kila mtoto peke yake. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba hivi Mungu amemuumba mtoto kwa upekee. Kila mtoto ana upekee. Naweza nikasema kila mtoto yuko unique. Kila mtoto ana akili na uwezo wa pekee ambao Mungu amemuumbia, na tabia tofauti. Kwa hiyo tutaenda kuona hali tabia ambazo Mungu amewawekea watoto wetu. Na nimesema ziko katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni watoto wa ndani, na kundi la pili ni watoto wa nje, ambao mara nyingi tunaweza kusema introvert na extrovert. Kwa hiyo tukiona wale watoto wa ndani, kuna makundi mawili ambao kuna phlegmatic na melancholic, na wale watoto wa nje kuna sanguine na choleric. Kwa ndo sasa tunaenda kuzipata hali tabia 4, ambao kuna phlegmatic, kuna melancholic, kuna sanguine, alafu kuna phlegmatic, melancholic, sanguine na choleric. Kwa hiyo hizo ni hali tabia ambazo mtoto Mungu amemuumba nazo. Kwa hiyo tusipozijua tutajikuta tunawalinganisha watoto, lakini kumbe Mungu hajawaumba hivyo. Kabla sijaendelea zaidi kuzisema hizi tabia, naomba twende tukajifunze kwenye Biblia. Sitasoma zaidi maandiko kwa sababu yako maandiko tuseme tofauti. Ndalazimika kusoma Timotheo, ndalazimika kusoma kitabu cha Tito. Sasa sitaki twende iwe fupi. Nitajaribu kuelezea hali tabia ambazo tunamwona. Kwanza Paulo alikuwa na wale watumishi aliokuwa nao anawalea, ambao tunamwona Tito pamoja na Timotheo. Hao walikuwa ni wafuasi wa Paulo. Na tukiangalia aina ya mtu, Paulo alikuwa ni choleric. Alikuwa ni mtu ambaye ana ujasiri, ana nguvu nyingi na ana akili nyingi. Kwa hiyo sasa yeye aliweza kuwalea Timotheo, au wachungaji Timotheo na Tito. Kwa hiyo sasa tunaona huyu kiongozi ambao ni Paulo, namna alivyokuwa amezitumia zile haiba tabia za hao watumishi wa Mungu, au wachungaji ambao Timotheo na Tito. Kwa kila mtu aliangalia haiba yake na akampeleka kwenye kanisa, kwenye utumishi kulingana na yeye alivyo. Tunaanza kuona na Tito. Tukianza na Tito alikuwa mtu wa mataifa, alikuwa na sifa hiyo. Alikuwa na sifa ya, naweza nikasema Tito
alikuwa anaonekana ni mtu mzima kwenye hali ya kawaida ya muonekano wa nje, alikuwa ni mtu mzima. Alikuwa na ujasiri. Timotheo huyu Tito alikuwa ni kiongozi, alikuwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kwa muonekano wa nje alikuwa ni mtu wa mataifa, baadaye aliokoka na alifanya kazi na Paulo akiwa kule kisiwa cha Krete. Wakati wanafanya injili kule, alikuwa na Tito. Kwa hiyo Tito alikuwa ni mtu mzima, ana ukomavu, ni mtu tafu, ana ujasiri, hana woga. Kwa hiyo ukiangalia Timotheo, yeye alikuwa ni mtoto. Kwanza ukiangalia hata kwenye malezi tu ya Timotheo, kuanzia huko background yake, yeye alilelewa na bibi, akalelewa na mama. Hao watu walikuwa kwenye swala la imani, walikuwa ni watu ambao wanampenda Mungu. Kwa hiyo amelelewa kwenye maadili ya kimungu toka akiwa mtoto, akifundishwa maandiko, akifundishwa katika uadilifu. Kwa hiyo ni mtoto ambaye amekuwa, naweza nikasema kwa sasa hivi amekulia kwenye dini, amekulia kwenye imani. Kwa hiyo sasa Timotheo yuko tofauti na Tito. Tito alikuwa mtu wa mataifa, baadaye akaja kuokoka. Lakini Timotheo ameanzia imani kuanzia akiwa mdogo, anafundishwa na wazazi wake na imani akaishika. Lakini pia alikuwa anaonekana ni kijana mpole, alikuwa anaonekana ni kijana mnyenyekevu. Kwa hiyo sasa Paulo hata alivyoanza kufanya kazi na hao wote, na kwa muonekano wa nje Timotheo alikuwa ni kijana, lakini tukiangalia Tito alikuwa ni mtu mzima tayari. Kwa huyu Timotheo alikuwa bado ni kijana mdogo, lakini alikuwa na sifa ya upole, alikuwa na sifa ya unyenyekevu, lakini alikuwa katika maadili ya kimungu, aliyolelewa na bibi na mama yake. Kwa tunaona hapa watu wawili tofauti, wenye historia tofauti, lakini pia na haiba tofauti. Tutaenda kuona tukianza kuangalia Timotheo kwenye upande wa haiba zao zilivyokuwa. Timotheo haiba yake ya asili alikuwa ni mpole, mwenye aibu kiasi. Alikuwa ni mpole, alikuwa mnyenyekevu, alikuwa pia na aibu. Lakini tukiangalia umri wake wa Timotheo, kama nilivyosema, alikuwa ni kijana. Lakini pia tukiangalia kwenye upande wa ujasiri, alikuwa hakimizwa awe jasiri. Yeye bado alikuwa sio mtu jasiri. Kwa Paulo alivyokuwa naye, alikuwa anamuhimiza ili awe jasiri. Lakini pia tunaona kwamba tukiangalia mtindo wa uongozi, alikuwa na uongozi wa upendo na mfano huyo Timotheo. Lakini pia changamoto kuu aliyokuwa anakutana naye, kudharaulika kwa sababu ya ujana, kwa sababu alikuwa ni kijana mdogo. Kwa hiyo alikuwa anadharaulika. Na ukumbuke kwamba alipelekwa Efeso, na Tito nimesema alipelekwa Krete, kwenye kisiwa cha Krete. Lakini Timotheo alipelekwa kwenye kanisa la Efeso. Na sifa ya kanisa la Efeso lilikuwa ni kanisa ambalo ni kanisa kubwa, lilikuwa tayari lina misingi, lina mfumo tayari. Kwa hiyo lakini shida yao kubwa ilikuwa ni mafundisho. Kwa hiyo yeye alipelekwa kule. Tukiangalia pia aina ya kanisa ambalo alienda, ilikuwa ni kanisa la Efeso. Alienda kanisa la Efeso. Lakini pia tukiangalia jukumu kuu alienda kufanyaje, ilikuwa ni kulinda mafundisho sahihi. Yeye alienda kulinda mafundisho sahihi, lakini pia kuwaongoza wale maaskofu, kuwafundisha wale kwa mashemasi wa kule. Kumbuka wao tayari hawa lile kanisa lilikuwa tayari lina mfumo. Kanisa hilo la Efeso lilikuwa tayari lina mfumo, ni kanisa kubwa. Kwa hiyo yeye shida yao kubwa ilikuwa ni mafundisho sahihi. Walikuwa hawana mafundisho sahihi. Lakini pia na changamoto kidogo, na changamoto za uongozi zilikuwepo pale. Kwa hiyo na sifa na sifa njema na utakatifu. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa iliyokuwa. Kwa hiyo akapelekwa nani? Alipelekwa Timotheo. Lakini tukiangalia hata namna ambavyo Paulo alikuwa akituma barua zake, alikuwa anamuhimiza zaidi kwa kumtia moyo, kwa sababu alikuwa ameshajua tabia ya Timotheo, amekaa naye karibu kwa sababu ni kijana mdogo, lakini pia ni kijana ambaye ni mpole, ni kijana ambaye ana aibu, ni mnyenyekevu. Kwa alikuwa yuko naye karibu sana kwa sababu ya kumtia moyo. Kwa hata alipokuwa
akiandika barua. Ni kati ya zile nyaraka ambazo Timotheo ameandikiwa nyaraka nyingi zaidi kwa sababu ya haiba yake aliyokuwa nayo. Kwa alikuwa karibu naye sana kwa kumuonyesha upendo kwa sababu ya aina ya mtu aliyekuwa naye anamuongoza. Kwa sababu Timotheo alikuwa anahitaji kutiwa moyo. Alikuwa anahitaji kuambiwa yeye anatakiwa kuwa jasiri. Alikuwa kwenye yale madhaifu yake anayojionyesha kama hawezi. Kuna sehemu nyingine alikuwa anajaribu kumueleza jionyeshe kwamba umekubalika kwa sababu ya namna alikuwa anajiona kama hawezi, lakini Paulo alikuwa karibu naye na kumtia moyo sana. Na tunaweza tukaangalia pia tuangalie tofauti sasa. Nimemtaja Timotheo, lakini sasa hivi nimwangalie tumseme Tito. Tito alipelekwa kule Krete kama nilivyosema. Kumbuka ile tayari ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa ni kanisa, naweza nikasema makanisa machanga. Kwa watu ndio walikuwa, yeye na Paulo walikuwa wameenda kule kufanya injili. Kwa watu ndio walikuwa bado wameokoka. Kulikuwa kuna changamoto ya imani potofu kule bado ilikuwa ni nyingi. Afu watu wa kule walikuwa ni bado ni kama wakahidi. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji mtu tafu. Kule Efeso walikuwa wanahitaji mtu ambaye anaweza kuwa mnyenyekevu. Kumbuka ni kutale kuna kanisa ambalo lina mfumo, lina utaratibu. Kwa hiyo kuna hitaji na viongozi wapo. Kwa walikuwa wanahitaji tayari kama kuna maaskofu, hasa kuna labda kuna shemasi, hasa alikuwa anahitaji mtu ambaye tayari wapo pale wanafanya kazi kwenye hilo kanisa. Kwa hiyo alikuwa anahitaji mtu ambaye ni mnyenyekevu, anaweza kuongoza kwa upendo, kusikiliza. Ndio maana alipelekwa Timotheo. Lakini Tito alipelekwa ili kanisa la Krete ambalo ni kichwa kisiwa kwenye injili. Ile eneo lilikuwa ni gumu kidogo. Kwa hiyo alikuwa anahitajika mtu jasiri. Kwa hiyo tunaona Timotheo alikuwa jasiri, alikuwa thabiti pamoja na ule utu uzima na hivyo, lakini pia alikuwa inabidi aende kule achague wazee wa kanisa, uongozi, afanye nini pale. Kwa hiyo alikuwa inabidi asimamie katika kiuongozi vizuri, lakini alikuwa anahitajika mtu tafu kulingana na aina ya watu waliopo kule. Walikuwa bado hawajakomaa kiimani. Kwa hiyo inaonekana kuwa alikuwa pia ni mtu mzima kama nilivyosema mwanzo, alikuwa jasiri tayari. Alikuwa na uongozi wa mamlaka na nidhamu. Alikuwa na uongozi wa mamlaka na nidhamu, lakini pia kushughulikia watu wakahidi. Kwa hiyo Tito alipelekwa kule kushughulikia watu wakahidi. Kwa sababu pia ya mazingira ya kule yalivyokuwa. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima Paulo aliona hicho, akampeleka nani? Akampeleka Tito. Lakini pia kanisa changa lenye matatizo. Krete ilikuwa kanisa changa kama nilivyosema mwanzo, na lilikuwa lina matatizo. Kwa najaribu kuwaza kama angepelekwa Tito na haiba yake iliyopo kule, angepata changamoto sana kuliongoza hili kanisa. Kwa sababu ndo lina changamoto nyingi, kashikashi nyingi, linamhitaji mtu ambaye anaweza kuongea na kufanya maamuzi. Akienda yeye kwanza ni mdogo, afu haiba yake ya upole, ni mnyenyekevu, asingefanya vizuri, angepata changamoto, asingefanya vizuri kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo ndio maana Tito alipelekwa huko kwenye kanisa ambalo lina matatizo ambayo yanahitaji mtu jasiri na thabiti. Lakini pia tunaweza kuona kuweka nidhamu ya mpangilio, kwa sababu kulikuwa bado hakuna viongozi. Kwa alienda kule akaweza kuweka mpangilio mzuri wa nidhamu, kuweka nidhamu pamoja na mpangilio. Na ina maagizo ya moja. Kukiangalia Paulo jinsi alivyokuwa anaandikia barua, alivyomwandikia Tito na Timotheo tofauti. Kwa hiyo Tito alimwandikia alikuwa na maagizo yale ya moja kwa moja kwamba fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini ukiangalia Timotheo alikuwa anahimiza zaidi, alikuwa anamuhimiza na kumtia moyo. Kwa sasa tumejaribu kuangalia hapa utofauti kati ya watu wa aina tofauti na wanavyotumika kulingana na kusudi la Mungu lilivyo. Na Paulo hakutaka kuwabadilisha ile haiba zao walizonazo, kwa sababu Mungu amemuumba kila mtu kulingana na haiba yake kwa makusudi maalum. Kwa hatutarajii
mtu mwenye haiba fulani akafanya kitu ambacho sio, au akalazimishwa kufanya haiba labda mtu mwenye upole, kama tumewatolea mfano Timotheo na Tito. Tito akaenda kanisa la Efeso na Timotheo akaenda kanisa la Krete. Kwa hiyo unaona hapo kabisa kulikuwa kuna namna ambao kila mtu asingeweza kulingana na haiba yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo Mungu anamuumba mtu anamwekea haiba ile kwa makusudi kabisa, na Mungu alimpa Paulo neema ya kujua hivyo vitu. Alikuwa ni mlezi mzuri kwa hao watu. Kwa mfano kama Timotheo amekuwa naye karibu, akamtia moyo, akasimamia. Alafu watu wa haiba kama Timotheo kwanza ni wanyenyekevu kama tulivyojifunza, lakini pia ni wavumilivu sana. Na kanisa la Efeso hata lilivyopata changamoto, huyu Timotheo aliweza kuvumilia kwa sababu ya haiba yake ile ya upole, ya utulivu na kusikiliza. Lakini tunaona hii haiba ya Timotheo ni watu ambao wanaomba, wana mafundisho, na ukikumbuka background ya Timotheo utaelewa ndio maana kwa nini Paulo alimpeleka kule. Background ya imani sahihi alikuwa nayo Timotheo, kwa sababu amelelewa akiwa bado mtoto mdogo na hiyo imani. Kwa akawa anajua kabisa hata akimpeleka kule hao waliokuwa na mafundisho ambayo sio sahihi watamsikiliza, na alimtia moyo zaidi kuto kuongea zaidi, yani kujitetea katika kuongoza kwake. Awe mtu anayeongoza kwa mamlaka ya matendo, afanye aonyeshe matendo yake, namna anavyoishi, aishi kwa wema, aishi kwa upendo, aishi maisha ya utakatifu na kusisitiza. Alijua kabisa akifanya hivyo lile kanisa la Efeso atakuwa na mamlaka kwa namna hiyo. Kwa hiyo Paulo aliwafahamu watu ambao wanafanya nao kazi, aliwafahamu wachungaji wake. Ndio maana kila mmoja alimtuma kulingana na haiba yake. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni mtu mzuri sana wa mfano kutuonyesha namna alivyowachukulia Timotheo na Tito. Na ukimsoma Timotheo zaidi jinsi alivyojifunza kwa Paulo, mpaka ilifika wakati inaonekana ni kati ya waliowafia imani kama kina Paulo, kwa sababu ya vile alivyokuwa karibu na Paulo, alivyokuwa anatiwa moyo, kwa akaishika imani, akashika mafundisho. Kanisa la Efeso hata alipopata changamoto, yeye hakufanya nini? Alivumilia mpaka mwisho. Aliishika imani kwa sababu baadaye alikuja kupata ujasiri, lakini ule ujasiri aliotiwa moyo na Paulo haukumfanya atoke kwenye haiba yake au abadilike kihaiba. Hakufikia huko. Lakini pia tunamwangalia hata Tito pia kule, naye alipambana, alifanya kazi kulingana na haiba yake ambayo Mungu amemweka. Kwa kila mtu Mungu alimweka kulingana na haiba yake, na tunamwona Paulo alijitahidi kuwafundisha na kuwaelekeza na kuwagawanyisha majukumu bila kuwalinganisha, bila kuwaona kwamba huyu anafaa zaidi, huyu hafai. Kila mmoja aliona ana uwezo wa kufanya sehemu ambayo Mungu amemuitia. Na sisi tunajifunza nini kama wazazi? Tunajifunza kwamba na sisi tuna aina ya watoto wako tofauti ambao Mungu ametupa. Hakuna aliyejipatia mtoto. Kila mtu amepewa mtoto na Mungu. Kwa kama tumepewa watoto na Mungu, wao watoto wako tofauti. Kwa hatutaki kuwalinganisha. Kama una mtoto aina ya mtoto mchangamfu au mtoto mpole, si vema kutaka mtoto mpole awe mchangamfu kama huyu mtoto ambaye huyu mtoto mpole awe mchangamfu kama huyu mchangamfu. Hapana, au huyu mchangamfu awe mpole kama mwingine. Hatutaki kuwalinganisha, watoto wako tofauti. Kwa hiyo sasa na sisi kipindi kinachofuata tutaanza sasa kuzisoma zile aina za watoto ambao Mungu ametupatia. Ukijua hutapata shida kutofautisha, kama tunavyomuona Paulo alivyofanya kazi na Timotheo na Tito, namna alivyowajua, na kila mtu akawa anamchukulia kwa ukaribu. Na Timotheo alikuwa anampenda sana kulingana na vile alivyokuwa anaonekana ni mnyonge. Kwa Mungu ana ule udhaifu, Mungu ndo anajitukuza kwa udhaifu wake. Na ukiangalia alipelekwa kwenye kanisa tayari ambalo lina mfumo, kanisa kubwa, lakini anaona vile ilivyoonekana ni kijana mdogo, lakini alikuwa na uongozi ndani yake. Alikuwa na kitu cha tofauti. Inaonekana Paulo na Timotheo alikuwa ni mtoto ambaye pia ana nguvu za Mungu sana ndani yake.
Kwa Paulo hicho kitu alikijua, ndio maana akampeleka. Ingekuwa kwa hali ya kawaida angesema huyu ni mtoto mdogo, tumpeleke Timotheo ambao tayari ni mkomavu, ni mtu mzima, akachunge kanisa kubwa ambalo tayari lina mfumo. Na Paulo akampeleka mwenye anaonekana mwenye nguvu za nje, anaonekana na sifa zinazoonekana, akampeleka wapi? Akampeleka Krete, kwenye kisiwa. Huyu anaonekana ni mnyonge kama nini, lakini kumbe ana kitu cha pekee ambacho Mungu amemwekea. Kwa sababu aliwajua wote wawili, akawapeleka sehemu sahihi wakaweze kutumika. Kwa na sisi wazazi tunatiwa moyo kuwajua watoto wetu na kuwasaidia kulingana na ambavyo Mungu amewaweka. Hichi kitu nasisitiza tena. Ni changamoto kubwa sana pale ambapo mzazi anamlinganisha mtoto na mtoto mwingine, au jamii au watu au ndugu na jamaa wanapomlinganisha mtoto mwingine na mwingine. Mfano kwenye masomo inaweza ikawa, au kwenye vitu mbalimbali vya utendaji wa kazi. Wakati mwingine unaweza ukawagawasha watoto hapo kazi, mwingine akafanya kazi taratibu lakini kwa ubora, lakini kuna mwingine akafanya kazi haraka haraka. Hasa kama mzazi au ndugu au jamaa, mwalimu, unaweza kusema unaona huyu mwenzako anafanya kazi haraka, wewe unafanya kazi taratibu. Lakini kumbe huyu wa taratibu anaweza kufanya vizuri na kwa ubora zaidi. Kwa akisaidiwa kulingana na haiba ambayo Mungu amemwekea, anakuwa mtu mzuri sana na anakuwa mtu sio wa kawaida. Kwa hiyo nawakaribisha kwenye kipindi kinachofuata ambacho tunaenda kujifunza sasa aina za hawa watoto, tuwajue. Ukishajua hapa, hautapata shida wala hutaumiza kichwa chako kusumbuka kwamba mwanangu mbona sio kama fulani, mbona hafanyi kama fulani. Utajikuta unamtia moyo kwenye lile eneo ambalo analiweza na anafanya vizuri, na utakuja kugundua mtoto wako ni bora na hafanani na mtu mwingine pale utakapojua hizi haiba zake, na Roho Mtakatifu akaendelea kukusaidia kujua zaidi kwamba nini kipo ndani ya mtoto wako. Mungu akubariki na kukaribisha kwenye kipindi kinachofuata.